limetokana na neno la lugha ya Kiunani linaitwa eklesia. Eklesia ina maana watu walioitwa watoke miongoni mwa watu wengine. Nitatoa ufafanuzi. Wana wa Israeli walikuwa miongoni mwa Wamisri. Tuko sawa? Walikuwepo kule Misri. Sawa sawa? Mungu akamtuma Musa awatoe wana wa Israeli. Maana yake Mungu aliwaita wana wa Israeli wakiwa Misri. Kwa hiyo wakatoka. Hilo kundi lililotoka lilipokuwa jangwani, hilo kundi likaitwa kanisa la jangwani. Twende katika Matendo ya Mitume sura ya 7. Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 30 na Matendo ya Mitume 7 mstari wa 37 mpaka mstari wa 38. Musa huyo ndiye aliyewaambia Waisraeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu kama mimi msikini yeye. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Jangwani walikuwa na jengo? Hapana, alikuwa katika kanisa. Ndio, yani katika lile kundi lililotoka Misri, liko sasa safarini linaelekea Kanani. Na hivyo hivyo sisi tuliokoka, kila mtu Mungu amemuita kuokoka. Ukumbuke ni kuitwa. Mathayo 9:9, Yesu wakati anawaleta wanafunzi wake kuwa katika imani ya wokovu, alikuwa anatumia tu Mathayo nifuate. Alikuwa amemuita. Sio nani nifuate, amewaita. Kwa kuokoka ni kuitwa. Huyu ameitwa kutoka kwenye familia yake, huyu ameitwa, huyu ameitwa. Kwa pamoja sisi ni kanisa, tuko jangwani hapa. Tunasafiri duniani hapa kuelekea Kanani ambayo ni mbinguni. Tumetoka Misri. Ambapo Misri ni wapi? Misri ni dhambini. Chini ya Farao ambaye ni shetani. Alikuwa akitumikisha kwa makazi mbalimbali ambayo ni makazi ambayo ni dhambi. Tulikuwa tunatumikishwa kwa kangara, kwa bangi, kwa sigara na kadhalika. Ametutoa huko. Sasa tuko pamoja, tunasafiri, tuko duniani, tunaelekea Kanani ambayo ni mbinguni. Sisi hapa tulipo hapa sisi ni kanisa. Hapa sisi ni kanisa. Tuko pamoja? Sijui nilikuwa mpaka nimetoka, nilikuwa hata nichoongea nishasahau tena. Sasa unabii wa Yesu, unabii wa Isaya ulitimia. Na hiyo itufundishe wakati wote. Mungu akisema kuna moto upo. Mimi kidogo hapo sijaelewa. Ndio. Anasema hivi. Ndio. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Ndio. Sawa? Ndio. Yaani kama mimi hapa ni katikati ya jangwa. Sawa. Lakini hamna mtu au watu walikuwepo. Walikuwepo, si ndio wametoka nao? Yaani Musa alivyowatoa, hem tuanze mstari wa 37. Musa huyo ndiye aliyewaambia wana wa Israeli. Maana yake yupo nao. Ndiye aliyewaambia wana Israeli, Bwana Mungu wenu atawainulieni nabii katika ndugu zenu. Aliwaambia wapi? Kwenye Kumbukumbu la Torati 18:15. Yupo nao. Umeelewa? Ndio. Kwa hiyo wakati yupo nao ndio haya yanatajwa. Yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani. Yaani kama mimi hapa nipo katika kanisa. Lakini jengo hamna hapa. Umeona? Lakini hamna jengo. Kwa hiyo lugha ya mazoea ndio nasema anaenda kanisani. Umeelewa? Ukisoma vizuri Biblia katika kanisa la kwanza, Matendo ya Mitume kwa mfano sura ya 2, utaona kanisa alikutambuliwa kwa maana ya jengo. Hakuna kitu cha namna hiyo. Unaona kanisa likakusanyika. Sasa jengo linakusanyikaje? Ni watu ndio waliokusanyika. Sio kanisa, sio nini, sio jengo. Tuko pamoja? Kwa ndugu zangu, itufundishe kama Mungu akisema neno lake ni kweli, yaani tusidanganyike. Akisema usifanye, kwamba nitakuhukumu kweli. Kwa sababu mengi yamesemwa, yametokea vile vile. Kwa hiyo tuwe waungwana, tukubaliane na kile Mungu alichosema. Hilo linatuleta kwenye kipengele cha 7 na cha mwisho, kukutana kimwili kwa. Kabla ya hapo mchungaji, nilitoka kidogo. Sawa. Kuna sehemu Mungu alisema kwamba hilo unalolisema kwamba tusinani, alafu tusibishe wala tusikatae kile anachosema kipo, sisi tukasema kipo au namna gani vipi? Kuna neno linalosema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hawana maarifa. Alafu Mungu awasamei kwa sababu hawana maarifa na amewaumba yeye. Alafu wanaangamia. Yaani kuangamia ina maana yaani mtu anateketea na kupotea anaangamia.